Leo tarehe 17 mwezi wa 4 tulikuwa na semina ya walipa kodi, ambao hii leo tulikuwa tunadili na walipa kodi wanaoshughulika na biashara ya kuuza urembo wa magari maarufu kama car accessories. Lengo letu kubwa lilikuwa ni moja, kutoa elimu ya kodi, kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu kodi, ikiwa ni pamoja na kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Kamishna Mkuu juu ya kutoa elimu kwa walipa kodi wote ili kuongeza ulipaji wa kodi wa hiari. Na tumepata muda mzuri wa kudiscuss na kushauriana mambo kadhaa kutoka kwa walipa kodi. Na mamlaka ya kodi imekuwa na utaratibu wa kutoa elimu kila siku ya Alhamisi, ikiwa ni pamoja na kupokea kero kutoka kwa walipa kodi, na tunakutana na makundi mbalimbali ya walipa kodi. Hii inasaidia moja, TRA kupata feedback ya moja kwa moja, kitu gani TRA inapaswa kuboresha, kitu gani tunapaswa kukaza buti ili kuongeza tija katika ufanisi wa utendaji wetu wa kazi, lakini ikiwa ni kuongeza makusanyo ya kodi ya serikali ambao ndio jukumu letu la msingi. Na tumepokea maoni mengi kutoka kwa walipa kodi, na mengi tunashukuru yanasaidia kuongeza uelewa, na wengine wanahamasika, wanapata nafasi ya kusikilizwa kwa karibu na maafisa wa kodi. Na semina yetu tunamshukuru Mungu, semina imeenda vizuri kabisa, na wiki ijayo tunajipanga kwa ajili ya kundi lingine na sekta nyingine ambao tutakuwa tunatoa elimu pia, lakini wiki ijayo tunajipanga kutafuta eneo lingine ambalo itakuwa ni sekta nyingine ili tuweza kutoa huduma hii ya elimu kwa wepesi na ufanisi. Changamoto kubwa ambayo tumegundua upande mkubwa wa walipa kodi, baadhi tumeona ilikuwa ni changamoto ya elimu, ile knowledge gap, kwamba anaamini kwamba yuko sahihi kumbe hayuko sahihi. Kwa mfano, alifanya makadirio ya kodi lese mwaka 2025, lakini awamu ya kwanza bado hajalipa, na anajua kuchelewa kulipa kodi pia kunaongeza riba ya kuchelewa kulipa ile kodi, na anafikiria kwamba nikienda TRA watanipandishia kodi, jambo ambalo lilikuwa ni ufahamu tu wa elimu ya kawaida kwamba hapana, makadirio ya kodi ni wajibu wako kufanya kila mwaka, na kodi ukikadiriwa unatakiwa ulipe kila due date kabla ya due date haijaisha. Na maeneo mengine nilikuwa ni upande wa matumizi ya mashine za kielektroniki ambazo pia kulikuwa na uelewa ambao haukuwa sawasawa, na tumetoa ufafanuzi juu ya matakwa ya sheria, lakini juu ya umuhimu wa kuendelea kutoa risiti na kutumia mashine za kielektroniki kwa kila mauzo ambao mlipa kodi anafanya, kwa kuwa mifumo yetu ya kodi kwa sasa imeunganishwa. Hivyo manunuzi ambao mlipa kodi anafanya yanaonekana katika mfumo, na mauzo ambao mteja anafanya yanaonekana katika mfumo, na kukiwa na tofauti kati ya hayo maeneo yote mawili bado itaonekana kwenye mfumo, na mteja atawajibika pia kutoa ufafanuzi kwa nini kumekuwa na tofauti kubwa kwa kiasi hicho. Lakini endapo atafanya sawasawa kwa kuzingatia sheria na taratibu, maana yake ulipaji wa kodi wake utakuwa ni mwepesi, rahisi, rafiki, pasipo riba wala shuruti yoyote. Kwanza kabisa, jambo la kwanza nashukuru sana mamlaka ya TRA ya Kariakoo ya kodi kutualika katika hii semina. Tumejifunza mambo mengi sana ambapo mengine tulikuwa tufahamu, lakini leo tumefahamu, na mimi pia nawasisitiza sana hata wale ambao wana uoga kutokuja huko kuhudhuria kwenye semina hii, wanapaswa wahudhurie, na mimi ni miongoni ambao nilikuwa ni mwoga sana kuhudhuria kwenye hii semina, lakini nimejifunza mambo mengi sana kupitia bandari, kupitia ili tulipe kodi ya ufasaha ili nchi isonge mbele zaidi. Nami nashukuru sana TRA. Changamoto zipo, lakini kwa kadri semina inavyoendelea siku hadi siku, lakini na imani ujasiri wale wa Tanzania unaendelea kukua zaidi. Ile kutumia vishoka nadhani tunakoelekea haitakuwa. Maana tunakoelekea sasa hizi kadri tabia nchi inavyobadilika, na inabidi mwananchi naye badilike. Kwa hiyo hata TRA wale wa zamani, karne ile ya zamani tofauti na sasa hizi. Sasa hizi mnakaa, mnajenga, bwana kaendelea kufanya biashara, weka uwazi ili maisha yafanye nini? Yaende. Kwa hiyo hata sasa hivi tumejifunza mambo mengi sana kuhusu mamlaka ya bandari. Meneja naye amezungumzia kitu ambacho cha msingi kweli kweli hapa, ambacho kila mmoja ametoka na neno hapa. Hata kesho kutwa tutakapokuja kusema na nyingine, nadhani mazuri yatakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo na waasi wale ambao hawajaja siku ya leo, na kukumbusha kuwa wasiogope
TRA wafanye kama ndio baba wa biashara zetu. Nawahimiza waje sana, wasiogope. Wanapoogopa ndipo wanajicheleshea maendeleo na kujiwekea mambo magumu zaidi kwenye biashara yao.